sasa ni wakati wa Tanganyika ionekane na rasilimali zake za Tanganyika zisimamiwe na Watanganyika, za Wazanzibari zisimamiwe na Wazanzibari, na za muungano zisimamiwe na serikali ya muungano. Hatutakaa kimya. Sisi sio kizazi cha wanafiki. Nchi hii kuna watu wamejigeuza wao miungu watu. Wao na familia zao wanataka kugeuza Watanganyika kama ng'ombe wao zizini, watuswage kwenda machungani na kuturudisha muda wanaotaka. Nataka kuambia kama walifikiri sisi ni kondoo, tumeshageuka kuwa wanambuzi wa korofi na tumeshanyanyua mkia kama ngiri. Hakuna mahali watakapotufuga tena. Halafu tukisema watu wanasema wachochezi. Jamani, ili taifa ni kwa ajili yetu. Sisi hatujawekwa hapa kuwa watumwa na vitwana wa wageni. Tuna haki ya kufaidi fursa za kijamii, fursa za kiuchumi, fursa za kimaendeleo na fursa za kujiendeleza. Pamoja na kuzimiliki. Tunaambiwa utaajiriwa. Yaani nakutoa kwenye duka la baba yako alafu nakwambia mimi nalimiliki, wewe uajiriwe, na wewe kama zuzu unacheka tu. Unafikiri ni maendeleo? Tunachohitaji, taifa linayohitaji ni rasilimali za taifa. Tunahitaji uwajibikaji. Wanajificha kwenye kichaka, mara waseme mapinduzi, si uhaini, mara waseme udini, kote huko ni kukwepa kuwajibika. Wanaacha majizi na majitu yaliyoileta hapa taifa yanakula na kutafuna vitumbua kwenye ofisi za umma. Alafu nakimbizana na bona fide person ambaye anakuambia kuna shida mahali. Na ninaposema haya, ninasema kwa sababu nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa sababu katika Tanzania kuna Tanganyika na kuna Zanzibar. Mkataba huu umeiba mali za Tanganyika. Halafu leo hii wanatisha Watanzania kutuua. Wanatisha Watanganyika kutuua. Nataka kusema rasilimali za Tanganyika tutazilinda for whatever cost it takes, hata ikibidi maisha na uhai wetu. Hiki ni kiapo nilisema toka siku ya kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, nilisema mara ya kwanza na ninasema mara ya pili sasa. Iga ni uvamizi wa taifa letu kiuchumi. Bandari ni lango kwa taifa letu. Bandari ni urithi tuliopewa na Mungu. Hatuwezi kuwa taifa la kibwege kiasi hichi. Mbuga za wanyama tumewapa wageni. Nenda kule unaingia unaambia now you are entering the United Arab Kingdom. Ndani ya nchi. Tizama mahoteli yanayojengwa Ngorongoro pale. Huko Wamasai wakifurushwa kama wanyama kutoka kwenye ardhi yao. Leo unaniambia yale magorofa ndio wanaolinda ekolojia kuliko maisha ya Masai? Unaniambia Mwarabu ana ekolojia ya Ngorongoro kuliko Masai? Such a stupid aspect.